Mwanzoni mimi nazungumza hapa, nilikuwa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu, na nimekuja kwa sababu ya sintofahamu iliyojitokeza jana mpaka ikapelekea baadhi ya vyombo vya habari kuandika kwamba Mwita ang'olewa Chadema. Na mimi nikapokea simu nyingi za kwenu nyinyi waandishi wa habari na wanachama na wapenzi wanataka kujua, bwana kweli umeng'olewa? Na hizo sababu zinazosemwa zimetajwa ndio hizo au kuna sababu nyingine? Kwa hiyo nikadhani siwezi kuwa na simu ya kupokea moja baada ya nyingine, unapigiwa simu hii, unapigiwa simu ile, unapigiwa simu ile. Ni vizuri kama nikijitokeza hadharani nikasema kwamba ni kweli nimeng'olewa, lakini sababu zinazosemwa za kung'olewa sio sahihi. Sababu za kung'olewa ni hizo sababu zinazosemwa ndio sababu, kisa chake na maelezo yake ni haya. Hiyo ndio. Kwa hiyo siwezi nikazungumzia leo huyu mtu mmemfahamu ni nani, kwa sababu haikuwa engo yangu hiyo leo. Lakini pia hoja kwamba tutajie hizo hoja, sitazitaja leo kwa sababu moja, ndio tumeiwasilisha waraka wetu kwa katibu mkuu, na kwa sababu kikao kinaendelea makao makuu ya chama. Katibu mkuu atasoma, tawapa na viongozi wenzake watasoma, wakiamua kukisoma kwenye kikao watasoma. Sasa sisi wajibu wetu ulikuwa ni kufikisha kwanza kwa katibu mkuu. Tumeshafikisha kwa katibu mkuu, wajibu unaofuata ni wao wa kutujibu. Na unganisha na swali lingine kwamba wasipowajibu inakuwaje? Wasipotujibu tutakutana. Kama wenzetu tumewapelekea hoja zetu wamekataa, sasa tunafanyaje? Tunaenda na no reform no election au tunaacha kugombea? Kwa sababu sio lazima tugombee vile vile. Sio lazima tugombee. Hiki ni kitu ambacho watu wanatakiwa wajue. Sisi wengine, mimi kwa mfano, wameonekana aliyekuwa mkurugenzi wa mawasiliano Bwana Mrema na watu wengine. Sio? Sisi tuligombea 2020 na wengine wametia nia kugombea 2025. Sasa tunazo kofia mbili. Kofia ya kwanza ni ya kugombea 2020, mgombea wa 2020. Kofia ya pili ni ya kutia nia kugombea 2025. Sasa kama tukiona kwamba ni impossible, kwamba hatuwezi kugombea, kuna kuwithdraw kugombea. Au ukaamua ukasema wacha niunge mkono hii ngoma tuende nayo hivyo hivyo, tusonge. Kama kitatokea cha kutokea huko kitatokea. Sasa kwa sababu sisi, kitu ambacho watu wanatakiwa wajue jamani, sisi tumetoka na hiki chama mbali. Mimi na miaka 19 ndani ya Chadema. Nimejiunga na Chadema mara ya kwanza mwaka 2006. Ndio nimechukua kadi yangu ya kwanza na nilipewa na marehemu Chacha Zakayo wangu Musoma. Kwa hiyo sio rahisi sana kufikiria kwamba unaweza ukawa Chadema lakini huipendi Chadema. For 19 years ukifanya kazi za kujitolea, kazi ambazo zimeniweka ndani katika kipindi cha Magufuli mara 42. Katika kipindi cha Magufuli, huwezi kuwa huipendi Chadema. Kwa sisi tunaipenda sana Chadema, na ndio maana tuko tayari kusema yale ambayo tunafikiri ni sahihi kwenye vikao. Okay. Kwa nini mmeunda kundi? Mko wangapi? Okay. Wagombea ubunge au watiania tuko nchi nzima. Si rahisi kusema sasa tuitane kutoka nchi nzima tuje Dar es Salaam tukae tuanze kujadili. Hiyo ni process ndefu kabisa. Na kwa sababu ibara ya 6 ya katiba ya Chadema inatambua mawasiliano ya kidigitali, ikiwemo kuwa na makundi rasmi ya chama, hatukuona shida. Basically mimi niliungwa kwenye kundi, nikakuta kundi lina wajumbe na nikasoma majina pale fulani, nikaona hawa jamaa nafahamiana nao. Kwa hiyo kundi ni nini pale, nikasoma G55. Okay, nikasoma theme ya mwaliko okay. Kwa hiyo kumbe huu mtumo, kwa sababu tunataka kujadili masuala na actually hiki kitu kikae sawa sawa. Kuna kundi linaloitwa wabunge wa wananchi. Hili kundi lilizaa mpaka mtu anayeitwa spika wa bunge la wananchi. Na nyinyi mnajua kuna spika wa bunge la wananchi. Mliwahi kuwa mna communicate na dada mmoja anaitwa Celestine Simba, ndiye aliyekuwa spika wa kwanza wa bunge la wananchi, na baadaye akatake over Mama Susan Limo, ndio spika wa bunge la wananchi sasa hivi. Ndani ya lile na jioni hakuna hoja
ambayo inaweza ikajadiliwa. Na bahati mbaya wajumbe wa kamati kuu wamo, lakini kila siku asubuhi, mchana na jioni, na bahati mbaya sana kuna wanachama 2 au 3 ambao lazima waje na matusi asubuhi, mchana na jioni, ambao sasa kwa sababu sisi tunaitwa timu Mbowe ambao ni timu Lissu, watakuja na matusi pale every day. Hakuna hatua zimewahi kuchukuliwa. Kwa sisi wengine tukasema kwa sababu hili kundi ni la matusi, mimi mathalan nilishaamua si chati mle. John Mrema mathalan alisha left. Hataki hata kuwepo kwenye ile kundi kwa sababu ya nature ya mijadala iliyoko mle. Kwa nilipokuja kwamba kuna kundi G55, jamani sisi tumekuja huko tujadiliane mambo mbalimbali, tupange mikakati ya kugombea na nini. Sawa. Tuzungumze. Ikaja hoja, kuna kikao cha tarehe 3 jamani, tunafanyaje? Cha watiania tunaenda? Hicho kikao twende. Kwa nini? Kwa sababu tunatakiwa twende tukaregister msimamo wetu. Hiyo ndio genesis ya kuundwa kwa hilo kundi. Na mjadala ukaenda hivyo. Kwa hiyo haikuwa kwamba ni specific sasa kundi limeundwa ili lianze kushughulika na uongozi uliopo. Tuliona kwamba tuna viongozi wakuu wote ndani ya kundi linaloitwa wabunge. Speaker yule mama ameisha piga makelele bro kwenye ile kundi. Hakuna mtu anamuelewa. Na viongozi wakuu wamo. Hakuna hatua zinachukuliwa. Matusi asubuhi, mchana na jioni. Kwa hiyo lilipokuja kuundwa kundi lingine, nasema okay, this is an alternative. Ripoti ya CAG imesomwa. Tukae tujadili ripoti ya CAG. Na mambo kama haya. Mko wangapi? CAG 55 mzee. Sasa wale ni 55 ambao wamesaini petition. Wako watu hawajasaini kwa sababu ya position zao. I can tell you. Wako wajumbe wa kamati kuu, wako viongozi wengine wakuu wa chama ambao hawaungi mkono no election. Wanaunga mkono no reforms. Nitakupa mfano wa jamaa ameniambia ni stay mfano, lakini muhimu. Kuna kijana mmoja ambaye mimi alinipigia juzi usiku saa 8 usiku. Akaniambia bwana, nimetumia screenshot hapa. Zinaonyesha wewe unapinga no reform no election. Nikamwambia hapana. Mimi sipingi no reform no election. Tukazungumza, mwisho wa siku ni kijana mshabiki mpenzi na mfuasi wa mheshimiwa mwenyekiti Tundu Lissu. Akaniambia hivi, kaka, mimi naunga mkono no reform na nimetia nia kugombea ubunge, ila sikubaliani na no election. Kwa hiyo kwamba kuna watu wengi wanaotaka uchaguzi wapo. Ila ndio maana ili kupunguza hiyo hoja kuonekana kwamba watu hawapo, si inabidi wengine wafukuzwe ili kuinstill fear. Inabidi kumfukuza Mwita, kumfukuza sijui nani, ili una instill fear kwa watu kwamba ukijitokeza unataka uchaguzi utafukuzwa kama Mwita, utafukuzwa kama fulani, utafukuzwa kama fulani, kutisha watu wasieleze fikra zao na hisia zao. Lakini watu wako kwenye vyama vya siasa kwa sababu gani? Sio kwenye vyama vya siasa kwa sababu kuna fursa ya kugombea na kushinda uchaguzi kuwaletea wananchi maendeleo. Kutia nia ni sehemu mojawapo, kwa sababu ibara ya 5 ya katiba ya Chadema inapozungumzia haki za mwanachama, mojawapo ni kuchaguliwa, kuongoza, kuwa mwakilishi katika taasisi za serikali. Sasa wako wangapi? Wako wengi. Hata ndani ya kamati kuu, hata wale ambao walikuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Lissu, wako ambao wanasema tutafute reforms ila twende kwenye uchaguzi. Wapo mpaka na viongozi wakuu wengine aliowateua yeye mwenyewe. Wako ambao wanasema no reform ni sawa, lakini no election no. Lazima, kwa sababu hiki chama tutakisustain vipi? Kwa hiyo kwamba tuko wangapi mzee? Ni wengi. Ila tu kwa sababu sasa sinabidi watu wengine wapigwe, wengine warudi nyuma. Kuna watu wataogopa. Hawatajitokeza. Na wengine watakaa kimya. Kwa sababu ngoma inakuwa ngumu hii. Inahitaji moyo na ujasiri na uwezo wa kujitoa kama Mwita alivyojitoa kuongea ili kueleza fikra za watu wengi walioko kwenye hiyo dhana. Kuna hilo nadhani nimejibu pia na swali la Bwana Gilbert. Alisema kuna wafuasi wangapi wanaopinga. Actually Gilbert, niweke sawa hii. Ndio hapa ndipo mnapokosea. Hatupingi no reform no election. Sisi tunakataa hoja kwamba hakutakuwa na uchaguzi mwaka huu. Hiyo ndio hoja tunayoikataa. Na ndio maana ya maswali yetu kwamba tunazuiaje uchaguzi? Yaani ukituambia no uchaguzi, ukisema no election, maana yake si hakuna uchaguzi. Bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Swali linakuja, je, kwa hali ya kawaida tu ya mazingira ya nchi yetu, nyinyi si binadamu mnaishi Tanzania,
Nyesi mnaona, mna predict mambo mengine. Kwa hali halisi tunavyoiona, hakuna uchaguzi Tanzania 2025. Tuseme tu ukweli, hakuna uchaguzi Tanzania 2025. Sio utakuwepo tu. Kama utakuwepo, maana yake no reform no election, sio kutokuwa kwamba hakutakuwa na uchaguzi, ila Chadema haitashiriki uchaguzi. Sasa ndio linakuja swali, what is the fate of Chadema kama hatushiriki uchaguzi? Hilo ndio swali. Sasa hilo swali lisipopatiwa majibu, utamfukuza Mwita leo mzee, ila bomu unalo ndani tu vile vile, kwa sababu hilo swali hujalijibu. Mwita tu ameamua yeye, ameonekana ni chambo, ni msaidizi wa katibu mkuu. Katibu mkuu ana mtu ambaye anapinga no reform no election, fukuza huyu mshenzi sana, fukuza uzi wako, sio? Na mimi sina shida na Mheshimiwa Mnyika, kwa sababu pressure aliyonayo nyuma yake naijua. Hayo tutayasema siku nyingine, kwa sababu tutakuwa na series ya press conferences za kuzungumza haya mambo ya no reform no election. Kwa kipindi mtinichoke, tutazungumza kwa kirefu sana. Yako mambo mengi ya kuzungumza ambayo leo naona mmeshachoka kwa sababu mmesubiri sana. Ukifukuzwa